Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 31 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema mapya yaibuka, mwalimu aliyeuawa akizuia mifugo kuingizwa shamba la shule. Mapya yaibuka, mwalimu aliyeuawa akizuia mifugo kuingizwa shamba la shule. Lakini mahakama ya rufani yampa Lissu ushindi. Mahakama ya rufani yampa Lissu ushindi. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni katiba mpya haikwepeki. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema katiba mpya haikwepeki. Lakini bajaji za tikisa, daladala pato la bosi la shuka. Bajaji za tikisa, daladala pato la bosi la shuka. Lakini kuna habari inayosema kesi ya polisi aliyefukuzwa kazi kuanza upya. Kesi ya polisi aliyefukuzwa kazi kuanza upya. Daktari, chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya. Au daktari asema chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza habari inayosema katazo biashara mapanga barabarani mfupa mgomo. Katazo la barabara, katazo la biashara ya mapanga barabarani mfupa mgomo. Lakini Lissu aibwaga jamhuri kortini. Lissu aibwaga jamhuri kortini. Mahakama ya rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kukataa ushahidi wa nyongeza. Notisi ya DPP ilikiuka sheria. Lakini uchaguzi wa ndani urais 2030 vya koleza mnyukano ndani ya chama cha mapinduzi CCM. Na makato kikwazo malipo mtandaoni. Makato kikwazo malipo mtandaoni. Ripoti yaonya athari za plastiki kwa wanawake na watoto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Majira lenye linaanza habari inayosema madhara ya utumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mezani. Hiyo ni habari ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Majira. Lakini Msidiki nara matumizi ya mfumo wa Nesti. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Na serikali yazindua awamu mpya ya Wise. Na Rais Samia athibitisha nia ya kweli ya maridhiano. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Na wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma mauaji ya mwalimu. Na Katambi akerwa na BOQ kukosekana kwenye miradi. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, gazeti lako la Majira linaandika Trump hapa kulipiga vikali Irani. Hiyo ni habari ukurasa wa 19 kwenye gazeti la Majira. Huku gazeti lako la Habari Leo linaandika TANROADS yakemea dereva kupigwa, watatu mbaroni. Habari inaendelea ukurasa wa 8. Lakini binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday. Hiyo ni habari ukurasa wa 20. Na mtoto Mtanzania aenda Urusi kujifunza nyuklia. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Na Rais Samia tutaendeleza maridhiano. Huyo ni Rais Samia asema tutaendeleza maridhiano, agiza vyama vilinde amani, uhuru, maslahi ya nchi. Lakini aeleza yatakayozingatiwa mchakato wa katiba. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Na bilioni 501 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Lakini ununuzi wa umma kidigitali washika kasi, miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi, na uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo waliipa. Hiyo ni habari ukurasa wa 2 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Rais Samia agusia hatua mchakato wa katiba mpya. Rais Samia agusia hatua mchakato wa katiba mpya. IMF yaridhishwa na TRA. Lakini Mavunde ahimiza wadau wa madini kuendelea kukutana. Huyu ni Mavunde ahimiza wadau wa madini kuendelea kukutana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Huko gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika habari inayosema wiki ya elimu, ujuzi, ubunifu kufanyika Tanga. TARURA mkoa wa Tanga yatwaa tuzo ya PPRA. Lakini TADB yaipa Tanzania uhakika wa chakula, yasaidia kupunguza umaskini kupitia mazoezi kupitia mageuzi sekta ya kilimo. Lakini mikopo yake
yasaidia kuongeza ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi na yachochea ongezeko la thamani na mauzo bidhaa za kilimo, yaweka mikakati kuelekea dira ya taifa 2050. Lakini IMF yaipongeza TRA kwa kujenga urafiki na walipa kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, gazeti lako linaandika wanaofaika wa mikopo TADB wafikia zaidi ya milioni 2. Lakini ujumbe wa IMF wakoshwa na TRA kwa utendaji makini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika mtoto wa miaka 16 Pwani aamua mama yake. Na Serengeti visi Masai Mara vita mpya miundombinu kuvutia watalii. Serengeti vs Masai Mara vita mpya ya miundombinu kuvutia watalii. Lakini TADB yaweka vipaumbele vya kimkakati dira 2050. Mapato yake yaendelea kupaa mwaka hadi mwaka, yajipanga kuendelea kuchagiza kilimo, fadhili mnyororo wa thamani. Yamshukuru Rais Samia kwa kuendelea kuwezesha, imeshatoa mikopo ya shilingi trilioni 1.55. Wanufaika wa mikopo ya benki hiyo wafikia milioni 2.6. Lakini ujumbe wa IMF waipongeza TRA, yaridhishwa na usimamizi mzuri wa kodi na kuwezesha biashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika MCD yaibuka kinara katika matumizi ya mfumo wa NeST, na Tanzania mbioni kuanza uchimbaji wa madini ya chuma. Lakini fuara za Rais Samia zaleta neema ya uwekezaji, na TADB yataja Rais Samia ongezeko taji wa bilioni 452.16. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza naandika Rais Samia, maridhiano ya kisiasa ni msingi wa amani. Huyo ni Rais Samia sema maridhiano ya kisiasa ni msingi wa amani. Na TADB imeshatoa mikopo ya trilioni 5.8 kwa wakulima. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Na gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Rais Samia avunja ukimya katiba mpya, na serikali ya waaga vijana 531 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi. Mahakama ya mgomea Lissu. Hiyo ni habari inasema mahakama ya mgomea Lissu, serikali kuzalisha ajira kwa vijana kupitia mradi uchimbaji wa visima vya umwagiliaji nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika watendaji SMZ na SMT shirikianeni. Huyo ni Dr. Mwinyi asema. Lakini Waziri Hamza washangaa wanasiasa wanaobeza maendeleo. Polisi yawashikilia watuhumiwa 91. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Irani yatangaza kutofungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Hiyo ni habari kimataifa, nasema Irani yatangaza kutofungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mwanahabari gazeti lako linaandika hospitali ya MCP yazindua idara ya tiba mazoezi kupanua huduma za kibingwa. Lakini Rais Samia athibitisha nia ya maridhiano. Vigogo wateule CCM kupokewa Dar es Salaam. Ina habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika serikali yatangaza neema kwa wataalamu wa lojistiki, na kibano mbioni waagizaji mafuta ya kula nje ya nchi. Lakini binti adaiwa kumuua mama yake mzazi kisa birthday party. Mikopo kausha damu kwa wakulima kubaki historia. Rais Mwinyi asisitiza ushirikiano wa SMT na SMZ. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo, tunaanza kuliangazia gazeti lako la Uhuru linaandika kiama utovu wa nidhamu ligi kuu. Kiama utovu wa nidhamu ligi kuu. Lakini Shime azitaka pointi 3 Burkina Faso. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Huku gazeti lako la Mwanahabari linaandika TFF yazibana timu kuvalia nje ya eneo la uwanja. Lakini Mayele atua Al Ahli ya Tripoli. Huyo ni Mayele atua Al Ahli ya Tripoli. Jobu Mzize warudi na hali mpya Yanga. Jobu Mzize warudi na hali mpya Yanga.
Na gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo naandika ujenzi wa uwanja wa AFCON Fumba wafikia 75%. Yanga kutoa fursa kwa vijana na JKU KVZ zinaendeleza ubabe netball. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika VAR kutumika msimu ujao. Manara Samata bado muhimu Stars. Kiombo ajiunga na polisi Tanzania. Geita Gold kutumia uwanja mpya na Simba ya moto Ngorongoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti lako la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika mnataka upi? Huyo ni kocha Mankoba atoa kikosi chake, anaeleza mnataka upi. Andika kuna Buya Maxi Zakon na Shalolile Kangwanda na Ture, lakini kuna ule mfumo wa Okelo wa Buya Mudathiri Maxi Mzize na Depu, na kuna mfumo mwingine unasema Okelo Abuya Mwijage Mzize Shalulile na Chuga Boy. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti linasema mnataka upi. Lakini TFF yaja na rungu la kukata pointi. Na kimataifa Mbappe amkaribisha Zidane Ufaransa. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.